Endelea na ujumbe ambao nilianza 2 weeks ago concerning strategic planning, na ninaomba tu unipatie moyo na masikio yako, usiniachie mwili hapa uende nyumbani. Tafadhali shika kitu ya maana utoke nacho kwa ibada. I may not excite you, but please get the information. Pastor alikuwa anahubiri asubuhi concerning the power of, alikuwa anahubiri kuhusu nini? Change of the power of transformation of mind. Na niseme hivi, kuna wakati niliwaambia na ninarudia that the hardest place to change in the life of a man is in his head. Unanisikia? Yeah. The hardest place, it has been proven, the hardest place to change in the life of a man is here. Kwa hivyo ndio maana unaonaga tunachukua time, tunafundisha na hatuchoki, na tunarudia na hatuchoki, na tunarudisha, because we know it takes time to reprogram a man. Because most of us here tumekuja na programming, wengine tumekuwa program na wakachas. Vile pastor alikuwa anasema, unakuta we think in a particular way. Wakikuyu kuna vile huwa wanawaza, Wakamba kuna vile huwa wanafikiria, Wajaruo kuna vile huwa wana. Now when we come into the house of God or even into the kingdom, tunakujaga na this kind of patterns of thought. Na kazi ya mchungaji ni kubadilisha huyo mtu aanze kuwaza kama Kristo. That's why the Bible says we have the mind of Christ. Lakini hamwezi kuja katika nyumba ya Bwana na nisichukue time ya kubadilisha the way we have been thinking. Kama failures, kama the people who are defeated, like sick people, I have to change these patterns of thought so that tufanane na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, tafadhali ninawasihi kwa jina la Yesu, if you have come to this church, kubali kukula hiki chakula tuko nacho. Kama ulikuwa kwa church nyingine ile walikuwa wanapiga duru, wanapiga somersault, tafadhali hii we are different here. And the most important thing is you get what we are giving you here. Bwana Yesu asifiwe. So mind is the hardest place to change. Na watu wakibadilishwa mioyo na mawazo, they become important people. Niliona watu, dada mwingine alikuwa anashuhudia, aliingia kwa Al-Shabaab na alisema the first step they do when they want to recruit you is to empty your mind. Okay, tunasemaga kwa lugha nyingine ni brainwashing. Yani they want to clear your mind, ianza kufikiria in a particular way. Because some of these things unaonaga hawa watu wakifanya, they are hakuna mtu ako na akili vizuri anaweza kufanya hivi. Unaweza kujifunga bomu uende ukakufa? No way. Ukiona mtu anajifunga hiyo explosive au ni explosives na anaenda analipukia mahali kuna maaskari au analipuka na nyumba, huyo mtu kuna kitu ameambiwa kimemfanya uoga iishe. Ni nani haopagi kifo? Ya bada, lakini hii kitu inakufanya usiogope kukufa. Yani the only thing unaona ahead of you ni kulipuka. Ni nini hiyo? Kuna brainwashing why that take place. Bwana Yesu asifiwe. But that is how when we come to the kingdom of God. Pastor alituambia, the Bible says, or the Bible advocate, that we should be renewed in our mind. Renewal, not removal. Renewal. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndio maana tunachukua time kufundisha watu huku waache kufikiria kama failures. Because information is very very important. Kila mtu aseme information. In fact, your life, the life you are living in, yale maisha unaishi is a product of your thought. If you change man here, you change his lifestyle, you change his life, you change his wealth, you change his poverty. Lakini watu wasipobadilishwa katika mioyo na mawazo, they will live the same people. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, ninawasihi kwa jina la Yesu, usikawahi kuja kwa ibada any one Sunday ukose kwenda nyumbani na kitu. Make sure you note something down. Make sure you allow that information to get into your spirit. Because hii kupuuza
ndio imekufanya ukae vile unakaa. Ndio imetufanya tukae maisha ya kushindwa. Imetufanya tukae maisha ambayo sio yetu. The problem sometimes is not even the devil. It is the mindset. Bwana Yesu asifiwe. Nilisikia wakieleza sometimes back jinsi royal kids huwa wanalelewa. Royal kids ni wale watoto ambao wametoka kwa familia ambazo ni matajiri. Mnasikia kuna royal family. Kuna royal kids. Watu kama sasa Britain kuna Prince Queen Elizabeth die Queen kuna watoto wake Prince Joseph, Prince Charles. These guys they have been raised and they have been in their mind wako fed ya kwamba you are a prince. Amen. The way they do things as princes. They do things as kings. Maana wamefundishwa hivyo, you are princess. Lakini unakuta kule tumelelewa, we have been affected by our environment and even by our cultures. And these are the things that God wants us when we come here. Zitolewe. Uache kufikiria kama Mkamba. Uache kufikiria kama Mkikuyu. Uache kufikiria kama mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ninatumai Bwana anaenda kutusaidia. Nilikuwa ninakumbuka pastor akihubiri wakati Adamu na Hawa walifanya dhambi. And Mungu alikuwa na mazoea ya kuwatembelea kila jioni. And wakati walifanya dhambi, he still came na alikuta kama wamejificha. Na akauliza mko wapi? Wakasema tuko hapa tumejificha. Kwa nini tumekula ile matunda ulisema tusikule? Sasa hapo ndio walianza kuwakiusi wana ndani, wakasema Adam akasema ni wife mwenye ulinipea. Naye Hawa akasema ni nyoka. Na ndio maana nafikiria kuanzia hiyo wakati Mungu akaamua hata pea mwanaume bibi tena. That's why the Bible says he who finds a wife. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ukikosea ukosea wewe. Usiseme ni Mungu alinipatia. Kuanzia huo wakati Biblia inasema mtu atafute nini? Utafute mke. Ndio ukitafuta chogo ni yako. Hautasema ni Mungu alinipatia. Ni wewe ulitafuta hiyo sura. Ni wewe ulitafuta hiyo tabia. Bwana Yesu asifiwe. So wakati waliulizwa what happened? Wakasema tuko uchi. A very major question Mungu aliwauliza. How did you know? Who told you that you are naked? Nani aliwaambia? Meaning somebody gave them an information. Information is very important. All along walikuwa uchi, right? Hawa hawakuwa uchi. Adam na Hawa walikuwa wanakaa kama ng'ombe, but they did not know until an information was driven into their mind ya kwamba you guys you are naked. Kuna hii tunda. Wakajiona. Nani aliwaambia? Who fed you with that information? You are a product of the information. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunachukua nafasi hii kuwafundisha mambo haya ya kumiliki na kuwa you never dominate in life. You never have dominion in this life if you are still thinking like a villager. If you are still thinking like a defeated man. If you are going to reign in life, there must be a certain mindset in you. Lazima kuwe na mabadiliko ya akili na moyo. Watu wengine hapa hata tukipewa pesa ni bure. Itakuwa tu. Itakuwa itawukili. Niliwaambia kuhusu yule jamaa tulikuwa tunafanya na yeye kazi. Alikuanga every 5th akipewa pesa anatoroka for 2 weeks. Na akirudi kazi anakuwa na amedevelop vitu zimemea huko sababu ya kugongwa na kuanguka. So aliulizwa kama angetaka ongeza mshahara akasema hapana. Kama hii inanifanya hivi mkiombe, yes I'm going to die. Na kusema kweli eventually hakupewa mshahara na mwisho alifutwa kazi. Maana wakamvumilia. Alikuwa na addiction ya ulevi. Wakamvumilia, mkubwa akasema we can't take it anymore. Huyu mtu though we want to help him, hii tabia yako nayo hatuwezi. We are not going to fund his addiction. Let him go to learn the hard way. Na unaweza fikiria akikosa pesa atawacha kulewa. Akipata 10 inapelekwa wapi? Karogo. Akipata 20 inapelekwa wapi? Karogo. So you see, some of these people you don't need to give them money. Just change them in their heart and with their mind. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, ninataka mshike mambo haya tunawafundishanga hapa, very important. Because some of us what we are lacking is not money.
Many of us kile tunahitaji ni marekebisho ya mioyo na akili. So long as you think like a failure, you will always fail even with money. Umenipata? So long as you think like a sick man, you will always be sick even when you are not sick. So it is good we change the way we perceive things and we change our thought pattern. Ndio maisha yetu yakaweze kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Nikataka uulize jirani yako, wewe unafikiria kama namna gani? Au unafikiria kama mtu wa miraa? Ushawahi rais watu wa miraa wanajenga nyumba inaisha? Inaisha kabisa. Na anaingia ndani. Amen. Anaendesha gari kubwa sana. Sasa hiyo tu anakula miraa. Anajenga nyumba inaisha na anaendesha gari. Lakini you never have one. Huku. Bwana Yesu asifiwe. We need to change. We need to change. In the name of Jesus. Tunahitaji kubadilishwa katika mawazo yetu. We must become like Christ. Na ndio maana mnaona hata watu wengine kuja kanisa hawasaidiki because amekuja na mindset. Wacha niende nione ako kwa pastor. Sasa hata akiwa pale anaangalia tu. Amerogwa na shetani. Hiyo urogi ninayamlisha kuondoka kwa jina la Yesu. Ndio usaidike. Hallelujah. Amen. Sasa nataka tumalizie leo na I think this is the third part of our message concerning strategic planning. Sasa last Sunday tuliona hadithi ya Nehemia na tukaona jinsi Nehemia alivyokuwa na maono ya kurekebisha Yerusalemu, mji huo ambao kuta zilikuwa zimeanguka, na Mungu akamsaidia mfalme, akamweza kumfanya na akampatia watu na pia akamsaidia na maaskari ndiposa akaweze kwenda kwao nyumbani kurekebisha kuta za Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tuliona hivi ya kwamba maisha yetu, the most important thing if you are going to have a meaningful life is a vision. Maana without a vision give you drive, vision gives you value, vision attract resources. Tulisema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maono ndio mtu. Kama huna maono, wewe hakuna mahali unaenda. And your life will never change. You need a vision. Tulisema hivyo, si kweli? Na tukaona ya kwamba Nehemia alikuwa na maono ya kurekebisha mji huo, na eventually that is what he did, and he became it was written in the Bible that he was one of those guys ambao walileta tofauti katika mji wa Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo ninataka tumalizie hii ujumbe so that we can begin another topic probably coming Sunday God willing, na ninajua ya kwamba ninaenda kuwabariki siku ya leo. Kwa hivyo ningetaka leo tuangalie kuhusu Habakkuk chapter 2 verse 2 and 3. Somebody read it for me there, and then we read one more scripture, and then we are good to go. Scripture ya Habakkuk chapter 2 verse 2 and 3. Somebody can read for me. Pastor, if you are there, you can read for me. Tuliona anapoendelea kufungua, tuliona ya kwamba Nehemia faced number of challenges, discouragement, attacks from the enemy, and disunity from within, and false accusation, because every vision will always attract opposition. Na nikasema ya kwamba pia tuliona ya kwamba the first thing that Nehemia did was to conceive the vision. He conceived the vision. And number 2, we said he prayed over the vision. And number 3, he counted the cost by returning to the city of Jerusalem and assessing the damage. And number 4, we said he planned rebuilding the city walls. Kwa hivyo leo nataka tuangalie hiyo Habakkuk chapter 2 and 3. Read for me, Pastor. And then we go to the last thing. Fungua mic. Amen. Inasema hivi, I will start my words and set myself on the rampant, and want to see what he will say to me and what I will answer when I am corrected. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. Amen. 3. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak
At the end it will speak. and it will not lie. Amen. Though it tarries, wait for it, because it will surely come to pass. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali shikeni hii wapendwa. Maono ndio mtu. Maono ni muhimu katika maisha yako na yangu. You will never achieve anything in life without the vision. No matter how much you aspire, no matter how much you work hard, you must have goals and targets. Na kwa hivyo hapa tunaona hapa na ile swali ningetaka tujiulize ninapoendelea. When you receive a vision, what do you do with a vision? Ukupokea maono, unafanya aje na maono? Na maono tulisema hivi, maono unaweza kuyakupokea kupitia katika ndoto. Na tukaona Nehemia alipokea maono kupitia kwa watu waliompatia taarifa kuhusu Yerusalemu ya kwamba kuta zake zimeanguka. So you can receive your vision life through dreams, through passion. Passion I mean ni ile kitu nasikiaga inakusisimua kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu akiona hali fulani anasikia tu kuisuluhisha. Kuna mtu akiona mambo fulani anasikia yeye ndiye mwokozi wa hiyo hali. So anything that excites you might be in the area of your calling. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo how do you receive a vision? Naanzia hapo kwa sababu ningetaka watu waelewe ya kwamba kuokoka tu sio kuokoka twende mbinguni. Hapana. Kuokoka ni kutupatia a position ya kwamba we can have a position to go to God in prayer. Tuambie Bwana nifunulie ungetaka nifanye nini na maisha yangu. Some of us nilisema ile kitu inakutusumbua ni kwa sababu what we are doing copy and paste. Whatever you are doing is not what God called you to do. You are copying and pasting. That's why you are failing. Maana Mungu akikupatia maono, anakupatiaga grace ya kutimiza hiyo maono. Na ndio maana nilisema hivi, unaweza kuona mtu ameweka nyanya hapa na mwingine aweke nyanya hapa, lakini nyanya za huyu zinanunuliwa kuliko za huyu kwa sababu it all depends with the spirit that is backing the vision or the assignment that he is doing. So wewe ukikuja uweke nyanya zako na mwingine aweke zake, you can see a great difference. Na wewe unajiuliza ni kwa nini zangu haziendani? Huenda you are not in the area of your calling. Huenda whatever you are doing, you are just doing it because someone else did it na ukaona ni kama ni ya faida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, ninataka mwaka huu, na ndio maana tulianza kwa kutoa sadaka na dhabihu na kuomba 21 days. Tuambie Bwana tunataka direction in life for this year. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nimesema hivi, ni vizuri kuomba na kutafuta Bwana. Wakati tunaambia watu kujeni hapa katika kanisa tuombeni, kujeni tuombe. Unaomba kwa sababu yako, sio tu uende mbinguni. Unaomba ndiposa moyo wako na maisha yako yafunguke. Uweze kujifahamu na kujielewa. Who am I? Where am I going? What is the area of my calling? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Nehemia received the vision through the report that he received from Jerusalem ya kwamba kuta za Yerusalemu zimeanguka. So hapa kuna yeye anatuambia kuhusu jinsi ya kudeal na maono. When you receive a vision, what do you do with a vision? So one of the area ningetaka tuangalie ni hivi. Dealing with a vision. Ningetaka uandike down, write it down. Dealing with a vision. What do you do with a vision? Unafanyaga aje na maono ukiyapokea? What should you do with a vision? So, ningetaka tu uandike hapo dealing with my vision. What to do with my vision? What to do with my vision? So number one, you should always write down your vision. Write down your vision. Hapa kuko ametuambia we should write it down. We should write it down, and it should be clear to an extent mtu ambaye anakibia anaweza kuisoma akiwa katika mbio. Ni wangapi mko na vitabu mnaandika na maono yenu? You have a book where you write your dreams and your vision. Kwa jina la Yesu ninawatuma kuanzia leo. Enda ununue kitabu, uandikange ndoto zako na maono yako. Hata kama utaona ukikibishwa na ng'ombe, iandike hapo. Niliona nikikibishwa na ng'ombe, andika, it is important. Niliona nikiwa na duka, it is important. Hii ndio ninataka kufanya mwaka huu, it is important. Unanisikia wapendwa? Hii maisha ya kukaa, yani wewe, you are just there. You don't know what you want in life. You are just there. That's why we are not succeeding. And we end up blaming the devil. And the devil is nowhere to be seen inside. So wapendwa, write down your vision. It will come to pass. Write it down. Write it down. Write it. Write it.
Write it down. Mtu kama Nelson Mandela, the reason why this guy was important, he became valuable in this world. Do you know how much he held to the vision he had concerning freedom of South Africa? The guy was alishikwa for 27 years. Mandela was held in prison for 27 years. Ni nini ilikuwa inamfanya a hold on for those 27 years? Ni kwa sababu ya maono ya Waafrika wa Afrika Kusini kuwa huru. He held it 27 years. Baada ya huo mwanaume kutoka kwa jela, he became a celeb. Na nilisikia Mandela alikuwa anapewa a lot of offers. Wazungu wanamwambia, sasa wewe mwanaume, why are you suffering? We can give you good house, good farm, good salary. Just give up the vision. Why are you suffering for these black people? They are not your cousins. Bwana Yesu asifiwe. But Mandela said, forbid, God forbid, I will die for my people. I will hold on to what I believe. Ya kwamba my people of Africa need to be free. And this is what made him Mandela. This is what the difference between failures and those people who make it in life. It is vision. Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali ninawasihi kwa jina la Yesu, maono yetu yaandikwe. Na ndio maana hata wale mnaongoza vikundi, iwe unaongoza vijana, write down the vision you have for that group. Uwe unaongoza wazee, write down the vision you have for that group. Uwe unaongoza wamama, where are you taking them? You will never become a leader if you are not going anywhere. You become a leader because you are leading. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unfortunately, most of the Africans, we are minus vision. We are visionless. Hiyo imeingia? Imeingia hiyo? Hii mwaka unataka tukuachieve nini? Najua kumekuwa na wachana na corona. Are you dead? You are not dead, right? Yes. You are still alive. What does it mean? Inamaanisha Mungu bado hajamalizana na wewe. Continue dreaming. Bwana Yesu asifiwe. What is your vision for this year? Mambo haya ninatilia mkazo sana because sitaki kuwa na kanisa ambayo iko na watu hawajielewi. Hakuna mahali wanaenda. Watu ambao wako tu you just live. Wewe ukikula ukishiba ni hivyo. That's why people become petty. Unajua ni kwa nini watu wanagombana na wanapigana? Ushaona mtu mzima, hao watu matajiri, hao watu wako na pesa, can he waste his time arguing with you kwa barabara? They have no time. The reason why mnaona watu hata wanaweza mshele inaitwa masegeti. Mshele unaona hizi vitu dogo ni za pete, they are for petty people. Ukitaka kujua wewe ni kama mtu kadogo, ni wakati unasumbuliwa na mshele. Nini nyingine inatusuguaga? Watu walisema hii macho yako haikuange, wachana na macho. Watu walisema sijui ni wachana na hizo vitu. Kama huwa unasumbuliwa na hiyo vitu, you are petty. Wewe ni mtu mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati huwa unasumbuliwa na hiyo vitu. Ni wangapi? Si ninauliza. Si most of us here. Haki huyo mama ataniona, haki yanga. Wacha nikwambie wapete. Mtu aliye na vision, you have no time for petty things. Even a pastor, there are some pastors wanasumbuliwa na mshene. Mimi sina time ya kushinda nikiu. Ndio maana mnaonaga siwafuataji. Sasa kijana kama huyu nikiweka kwa mfuko atatosha. Ati nifuata zifanye kazi sifanye. Ati sijui go do it. Nani atavuna matunda? Si ni wewe? Yes. Ukifanya wema nani namfaidi? Yes. Si ni wewe? Yes. I have no time. I can't execute my vision and I'm still running over kuangalia ni nani ati nikifanya fora. Ulienda wapi? Wewe. Niko na kazi ya maana ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. I know where I'm going. If I waste my time nikifuatana na mambo pete, I will never grow my vision. Yes. Nimesema dalili moja ya kujua wewe ni mtu pete ni kusubuliwa na vitu dogo dogo. You have no vision. Someone who is committed to the goal, he has no time for petty things. Yeah. By the fact that tunasubuliwa na mshene, wewe ni mtu pete. Najua leo hamtasema imeni mingi. Lakini najipatia moyo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea mambo haya kwa ukweli kwa sababu mimi nataka watu wabadilike huko.
Nataka mioyo yetu na roho zetu wapendwa zibadilike. We have a place. We have a vision to achieve. There is a place we are going. Wacha kusumbuliwa na mambo kidogo kidogo. Write down your vision. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna mtu ananisikia? Yes. What is your vision for this year? Write it down. Write it down. Write it down. Wacha hiyo ikusumbue. Ukitaka kujua ya kwamba wewe you are going to achieve the vision, ni kwa sababu you have it. And number 2, it excites you. Yani you are basking in the glory of what you are dreaming to achieve. Yani you think about it. I shall become. Nitakuwa. That is how you know you are going to become. Lakini wewe hakuna kitu cha kusisimua. Hata kwa kanisa ukia. Pigani makofi yako. Hata kukula unakulaka kama yani nothing excites you. Wewe uko na kasoro. Bwana Yesu asifiwe. Na pia ukitaka kujua wale watu they do everything for reward. Kama hakuna pesa tunalipa nini? Wewe ujue uko na shida. Can I tell you the truth? Every vision does not begin with money. Maono haianzi na pesa. Haianzi na reward. Hata wale wameachieve goals in life, whatever they do did not begin with money. It began with a sacrifice. Anatoa hela zake anaweka. Sometimes anachomeka kwa hiyo biashara. Hafuki anaweka zingine inachomeka. Wengine wanachomeka mpaka eventually. Bwana Yesu asifiwe. The only thing that keep them going ni hiyo excitement. They feel good when they do it. Yaani nikifanya hiki tunasikiaga kama mimi kazi ya Mungu. Kama ningekuwa ninafanya kwa sababu ya pesa, ningeiacha kitabu. Mimi niliacha kazi mahali nilikuwa ninafanya na nilikuwa ninapewa mshahara ambaye nilikuwa ninalipa nyumba na tunakula. It was good salary. Lakini niliacha kwa sababu ya hii kazi ya Bwana. Because when I do it, it excites me. Nasikiaga ni kama nimeshiba. That is why kuna wakati walikuja wakauliza Yesu baada ya kuendea chakula mjini. Wakakuta Yesu akiongea na mwanamke hapo. Wakamuuliza, "Master, it is time to eat." Akawaambia, "I have eaten." Wakaulizana amekula nini? Akawaambia, "To do my father's will is food to me." Yaani nikifanya mapenzi ya baba yangu nasikiaga nimeshiba. Ukitaka kujua maono yako utayatimiza, it is when it excites you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So write down your vision. Number 2, the vision, what we should do with our vision. Tumeandika chini. Have you written it down? Vision, andika, vision requires perseverance though it tarry, it will come to pass. Maono huwa yanahitaji kuvumilia. Pastor Molisi, sika hii ni yako. Unaenda Katani, maono itahitaji uvumilie. You will be discouraged in the way. Things may not go the way you expected. But if you have the vision, you will continue holding, persevere. The vision requires perseverance, though it tarry to come to pass. Hii kanisa nimepitia mambo mingi sana before ifike mahali nimefika. Na tunaendelea. This is just a beginning. But the vision requires perseverance. You have to persevere. You will be persecuted. Unanisikia? Yes. Utakuwa persecuted when you are executing the vision. Utaongelewa vibaya, utadharauliwa, but do not listen to what people are saying. Listen to what God is saying and hold on to your vision. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao ni leaders, kama wewe ni kiongozi aliye na kamoyo kadogo, hutawezana na uongozi. Uongozi na moyo dogo haziingianangi. If you are not ready to be backbited, kama hauko tayari kusengenywa, kuongelewa, kuwa misrepresented, kuwa misappropriated, all those you are not ready for the leadership. Amen. Amen. Leader is called a leader because you are holding a higher position. You are on an elevated platform. Na kama uko mahali pameinuka, kila mtu anakuona. Na kama tunakuona, tutaona kasoro zako, tutakusegenya, but you have to be ready for that. Yes. Hallelujah. Amen. Unaweza kuweka biashara kama ya kuuza kibada. Na mtu, because you feel that is where God is calling you. Mtu anakuja hapa na kuuliza, sasa wewe ulikosa kazi ya kufanya? Hata kuna wengine aliniuliza, yaani pastor, uliacha kazi ukaenda kanisani? Hii si kazi. Nataka mnijibu, hii si kazi.
Mwingine tena akaniuliza, "Pastor, unaweza how do you manage kwenda kanisani na shida huko kanisani the whole day?" Because sometimes nakuja kwa hiyo ofisi nakaa hapa for the whole day. Nikiomba, nikisoma Biblia na kusikiza Bwana. So he was like, "Unakuja kanisani na shida the whole day?" Kamwambia, "Yes." "How?" Na yeye ananiuliza hivyo, anaendaga na shida kwa kazi yake the whole day. Sasa nikashindwa, kwani kuna tofauti? Na hata mahali yeye anashidaga ni kwa jua. Mimi niko kwa ofisi. Lakini yeye haoni hiyo, anaona yangu kwa sababu yeye tu hiyo ndio kazi, hii sio kazi. Na ndio maana mnaona watu wengi wanachukia wachungaji. Unajua ni kwa nini? Wanafikiria kama mchungaji anakulaga ya bure. Because the way we dispense, people think, watu wanafikiriaga kufanya kazi lazima uinue mali, hiyo ndio kazi. Wewe huelewi. Mwalimu, kazi yako unainua kama na si wewe unalipwa. Imagine mtu akikuja akwambie wewe unakulaga ya bure, hakuna kitu unafanya. Sure, is it fair? And he is changing the heart and the mind of people. There is no difference between what I do here and what he does. Ours we dispense services. Sio ya kuinua mawe. Ndio maana watu wanaona kama sifanyi kazi. Hii ni kazi kama zingine. Wapendwa, ninataka kusema namna hii. You must persevere in your vision. Pastor Boro, familia, aelewa kazi hiyo yako ya kampuni ya kuuza mazao. Utakutana na changamoto. Lakini watu wanataka kufanikiwa katika maisha haya. Yet they don't want to take the pain. Please understand, in every gain there is pain. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi hiyo kazi sitafanya nini? Imagine nilifungua nyanya zote zikaoza. Ulikuwa unataka zifanye nini? Zikosa kufunuliwa. Zinaoza. So do you shut the shop? You go for some more. Amen. Maybe this time unaweza fikiria, okay, sitanunua za 500, nitanunua za 100. Maana sitaki zioze. Bwana Yesu asifiwe. But you don't shut your shop. You continue. If that is where God has called you, persevere with the vision. Bwana Yesu asifiwe. Number 3. Remember we are talking about the vision. We have said number 1, you have to write it down. Your vision must be written down. Na wale hamujaandika maono, mtaniambia mwaka huu nataka kufanya nini? Where are you going? Ati pastor sina pesa. Nilisema hivi, it is the vision that attract resource. It's not the money that attract vision. It is the vision that attract resource. So don't wait until you have money. Hapana, kuwa na maono yatafuta pesa. So number 3, write it. Your vision must be realistic. Your vision must be realistic. Maono yako yanafaa kuwa lile. Kuna watu wanakuwa na maono mengine, lakini ukiangalia unaona huyo mtu ni kama kichwa yake haifanyi kazi. Because kama sasa hii ndugu yangu Malika, huwezi kuniambia mwaka huu nataka kununua ndege. Sure, okay, it's a good vision. But ndege utaweka wapi in the first place? Do you have an airstrip? Unajua kuendesha ndege? Kuna vitu zingine, though they are good, they are not realistic. Your vision must be realistic. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Munanisikia? Your vision must be realistic. Your vision must be realistic. Make sure that your vision is real. It is achievable. Your dreams are valid, but they must be real. Umeandika chini? Number 4, your vision has a time frame. Your vision has got a time frame. Lazima maono yako yakue attached na time. Your vision must have a time frame. Maono yako uyawekee muda. Between this time and this time nataka niwe nimeachieve hii. The reason why mnaona watu wengi hawana discipline, it is because they have, there is nothing that can give you, govern you. For example, wale watu wako na maono kama yangu ya kuwa mchungaji, you know very well, kuna vitu huwezi fanya. Si ni kweli? Ukiwa mchungaji huwezi kuwa na wako wawili. Abia jirani angalia mbele. So wale mko na mwito wa kuwa mchungaji, tafadhali na wasihi kwa jina la Yesu, mambo ya kuongeza. Unajua sisi wanaume, hiyo kitu ya kuoa. Babu yako alikuwa na 3. Babu yako alikuwa na ngapi?
Na mimi ndiye nimeitwa. So sio kitu natafuta iko, lakini wanaweza sema. Lakini kwa sababu ya mwito wangu inanikataza kuoge. Labda kama singekuwa na hii mwito labda ningeongeza. Sifika kama 5 hivi au 6 kwa sababu yeye alikuwa na 3 na mimi nilikuwa na 6. Lakini hii mwito yangu inanikataa. So unaona how important the vision is. It gives you discipline. The reason why unaona watu wengine hata spending yao hainaga mpaka. Mtu anakwambia imagine asubuhi nilikuwa na 5k. Ilienda wapi? Ati sijui. Ilienda kwa ile duka. Sijui nikaingia mlei. Sijui ninunua nini. Na ukichunguza ile kitu ulifanya na 5k hakuna. Unajua ni kwa nini you are spending haina discipline? You have no vision. Ushawaingia kwa supermarket ukiwa na 1500 na ukatoka umenunua vitu ambazo huko umepangia. Unajua na supermarket wanajuaga, wanakuwekeaga vitu zote hapa na bei. Kila kitu. The reason why you have no discipline in spending ni kwa sababu you have no vision. Ambia jirani yako kuwa na maono mwaka huu. Hello. Sinafikiria tunaweza kukutana tukunywa kachai. Ni vizuri kukunywa kachai. Na ni vizuri kwenda Kisumu kutembea. Lakini if it is not within your budget to do it because it will cut short your vision, don't do it. The reason why unaona hatuendelei wapendwa, shikeni, hatuna maono. If you have vision, you have discipline. Ningekuwa ningesema amen. Kwa sababu sasa hivi kuna mambo linafungua kwa akili za watu. Your vision must be realistic and your vision must have time frame. Number 5, your vision must be inspiring. Maono yako lazima yakutie moyo, yawe yanakusisimua. You must dream a vision. You must have a dream that excites you. Your vision must be inspiring. Your vision must be inspiring. Your vision must be inspiring. Kuna jamaa mmoja alikuwa rafiki yangu. Yeye maono yake ni kuwa bodybuilder. Wangapi wanajua bodybuilder? Unajua bodybuilder? Wale wanaume wanakaaga ni kama wakuchoro. Wanakuaga na kifua ya devil. Unawajua? Wale wanainuaga machugu. Na hii kanisa by the way hatuna mtu anainuaga machugu. Nafikiri tunafaa kuwa na kadhaa sababu very soon we might need bodyguards. Lakini sasa shida ya mabodyguard ni kukula sana. Sasa yeye aliniambia maono yake ni kuwa hiyo. Sasa aliniambia shida hii ya kazi hii yetu. Okay, kuna wanapeangwa wanaitiangwa kule kuna mikutano. Kule kuna wakubwa wanaambiwa waende wa command gate na all those. Okay, wanapewa kitu kidogo. Lakini aliniambia shida hiyo kazi ni kukula. Vile unaona kuna kinatoshana huko. Usifikirie ati anakula kama swali. Sasa aliniambia maono yake ni kuwa hiyo bodybuilder, lakini sasa lazima akule. So pesa yake ni kama anafanyiaga watu kukula. Na akaniambia shida nyingine inakujaga na hiyo kazi ni wanawake. Sasa sababu sasa akikua hivi Bwana mnacheka. Wadada nao wanasikia mwito ya kuwa na bodybuilder karibu. So wapendwa, nataka kusema namna hii. Your vision must excite you. Maono yako yanafaa kukusisimua. You can wake up in the morning because of your vision. The reason why mnaona watu wengine wanaamka mapema na wanalala ni kwa sababu ya maono yako. Ile sababu unaona unaweza kulala mpaka naongeza masaa mengine mawili ya kulala. Hauna vision. Unakanyaga blanketi na huna vision. Ukiwa na maono yako, it will drive you. It will drive you. It will give you discipline. It will give you limits. It will give you boundaries. Your vision will drive you. Your vision will determine who becomes your friend. Ndio maana unaona uko na rafiki. Kila mtu ni rafiki yako. Mimi kila mtu si rafiki. Ninajua wengine ni maadui ya maono yangu. Kwa hivyo Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana natabiaga na bodyguard. Si mnajua the bodyguard wako? Pastor Hans mama. Amen. So siachagi yeye bali
Kwa sababu najua kuna mahali analinda. Wadada semeni kulinda. Kulinda. Amen. Kuna mahali anaangalia ushuhuda isiharibi. So kama ni mchungaji kama mimi tafadhali, na kama Pastor Mwivi anaenda kwa huyu dada asikae mbali tafadhali. Ni nguru wacha akae karibu. Kuna mahali because wacha niwaambie, ukiwa mtu mkubwa unatafutwa. Kuna siku moja dada fulani alikuja. By then sikuwa na shida ya kuja church, ninaingia na ninafanya vitu zangu peke yangu. Especially when nasikia siku moja kuna dada fulani aliingia na akafunga hii mlango na hiyo ya chini. Sasa mimi niliingia, mimi sikujua amefunga. Sasa my wife na yeye nilikuwa nimemwambia niletee maji wakati alikuwa anataka. Niletee maji ya kunywa. So yeye hakukaa sana, akakuja kwa kuniletea maji. Sasa alikuta imefunga. Kubwa ya juu na ya chini. Sasa mimi sijui. Kumbe yeye alikuwa anampa. Kuanzia hiyo siku nikaamua bodyguard, kaa karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali ninawasihi kwa jina la Yesu, wale ambao mko na mito ya kuwa wachungaji, chungeni. Mchunge, don't just be careless. Otherwise utachafuliwa jina, maono yako utayatapika kama hupendi na utaitapika. Kuna watu watahakikisha imetapikwa. But if you want to become a big man, a great man in this nation, ambaye ni mtu ambaye ni wakufuatwa na watu kwa sababu ya influence, maono yako lazima uyalinde kwa vyovyote vile. Mnajua Samson kwa nini alifanywa vile alifanywa? Huyo jamaa hakuwa na discipline. Unawezaje kwenda kwa nyumba ya mwanamke, unakalia na anakuwekelea kwa mapaja akikubembeleza, ati niambie nguvu yako haki niambie inatokaga wapi? Unamfanya namna hii. Mwisho alikamatwa. Wapendwa, chungeni. If you are a man also, you have to take care of yourself. You are a leader in the family, take care of yourself. Bwana Yesu asifiwe. Linda maono yako. So how many are those? Unasikia Pastor Miskulei, unaenda huduma. Sitakuwa karibu, utakuwa katani. Amen. Amen. Ifanyeni namna hii. Kuna mtu ananisikia? Pastor Paul unasikia? Yoso coming up. Jeremia you coming up. Hata yeye tutakutuma kitengela. So what do you do with the vision? Write it down. Number 2. You have to persevere with your vision. Number 3. Your vision must be realistic. Maono yako yawe real. Wacha kuota kama mtu wa sitasema. Hiyo ingine? Lazima uweke time frame to your vision. Why put time frame? Kwa nini uattach time na maono yako? Kwa sababu kuna watu wanajiwekeanga, wanakuwa na maono ambayo haina time. Kama haina time, it means you have all the time to do it. But in actual sense, do you have all the years to do everything? No. Kama ni gari, nasema mwaka huu nimejipatia miaka 2 ya kununua gari. Hiyo inamaanisha nini? Everything you get, the first portion of your money, you save it for that vision. It will give you discipline even to save. Ndio maana mnaona watu wengine hata account hawana. Hata unapata kama mshahara, unapata kwa 15k. Na account yako unakuwa, mimi sina account, sasa 15k utasave nini? Wewe ujielewi. The reason why you have no discipline to save is because you have no vision to achieve. Mtu akiwa na vision, hata discipline ya kusave, you save. Na hapo niseme namna hii, hakuna pesa mingi na kidogo. Tafadhali mulishike. Hakuna pesa mingi na kidogo. If you can be faithful with little, God can give you more. Amen. You can achieve great things by little things. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kunyanyanga. Ati pastor unajua 20 utafanyia nayo nini Kenya ya leo? Acha nikwambie watu wana achieve great things na hiyo unaita kidogo. Bwana Yesu asifiwe. You never become a bigger pastor if you cannot handle small congregation. Why do you want to handle more? Mimi ni mhubiri wa kimataifa, lakini ukiangalia mtu akili yake ni ya kijiji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unanisikia? Yes. Kuna mtu ananisikia? Yes. Uliza jirani yako mwaka huu umepanga nini? Muulize na uniambie anapanga nini.
Anasema amepanga nini? Plan work. How to make your vision or plan. Number 1, commit your work to the Lord. Commit your vision or commit your work to the Lord, then your plan will succeed. Commit your work to the Lord and your plan will succeed. Commit your work or the plans to the Lord and it will succeed. Proverbs 16 verse 3. Proverbs chapter 16 and verse 3. Commit your work to the Lord and then your plans will succeed. Ukimaliza mseme amen. Amen. Maono yako ya mwaka huu, committed to the Lord. What does it mean? Father, I come to you in Jesus name. This is the vision I have for this year. Ninahitaji nyumba. Baba, ninaomba ukanistawishe katika maono haya niko nayo. You pray over your vision. You commit it to God because there are many enemies of the vision. Unajua kuna watu wanafikiriaga you just wake up and you do things. You don't do things. Do you know kuna mapepo there is a spirit we call monitoring demon. Monitoring demon ni roho huwa inafuata watu ikichunguza either success and the progress you have in life. Na ndio maana mnaonaga watu wengine hakuna shida mradi hauna mahali unaenda. Another sister aliniambia yeye na bwana yake wamepitia hali ngumu sana kwa maisha. Aliniambia hiyo pepo imekuwa ikiwa monitor to an extent wakijaribu kufanya any progress kwa nyumba. Hata kununua gasi. Wao aliniambia wanatumiaga mafuta ya taa. Wakijaribu kununua, unaona hii kama mtu kidogo ya gasi. Wajaribu wanunue hiyo. Hiyo ni enough ya kufanya wachapwe ile kitu hujaiona. Sasa nikamuuliza hiyo mtu ya gasi. Akaniambia imagine pastor, that is how much tumefuata. Akaniambia so long as hakuna progress tuna make anything, hakuna shida. Wacha tufikirie kufanya progress. Wanatadikwa ile hujaiona. Na ni kutadikwa sawa sawa. Na ni kuna watu wako hapa kwa hii kanisa wako hivyo. So long as hakuna kitu unafanya, hakuna shida. Wakati umeanza kufikiria kufanya kitu, kujenga, kununua, kuongeza, sijui nini, unashagani kama mashaitani na adui yako yanakuja yote. Unaanza kusikia vituko na masaibu imekufuata. Hiyo ni dalili ya kwamba wewe you need to pray over your vision when you have it. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wapendwa, shikeni mambo haya yanafundisha. Kama wewe unaotaka hizi vitu, wakati unapata mshahara unakuwa na masaibu na mambo mingi, wewe maono yako unafaa kuiombea sana wakati umeipata. Amen. Because this demon, they make sure you don't rise. They make sure they monitor your progresses. They make sure that they keep you down. Because wapendwa, ikiwa unanunua mtungi ya gasi unapigwa vita hizo. Mtungi ya gasi. Yaani in short, hii nyumba isipikwe na gasi. Sio ni pepo inataka ukae stone age. Si? Inamaanisha ukae stone age. Si kweli? Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mnaonaga watu wengine. Kuna leo ukianza kuinuka lazima ujielewe. Na dunia wanaelewa kile wanamaanisha. Wanajielewa. Kuna kule wanaendaka. Na wewe ukianza kuinuka level zingine, unataka kununua gari. Usikimbie tu kununua gari. Lazima umhakikishe madhabahu yako na platform zako ziko sawa. Maana sama basi kule tumetoka, unakuta kwenda kununua gari ni kama kupeleka nguruwe kwa msikiti. Kwetu sisi hatunaga shida kununua gari. Baba yangu nilikuta na magari. Ndugu yangu wako na gari, mimi niko nayo. So hakuna shida hiyo. Lakini kuna maeneo mengine na mimi ninajua diposa ni venture into these areas. I need to know what I am doing. Bwana Yesu asifiwe. So commit your plans to the Lord. Why do you commit them to God? Because it is Him who give you an establishment. You don't just achieve because you have planned. You commit the plans to God so that He can give you an ability to withstand. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hujaona mtu hata akipewa promotion kazini ndio shida zinaanza. Na wako hapa tu, tuko hapa. Tuko hapa.
Unasikia wakati alipata sijui promotion, wakati alinunua gari ndio alianguka nayo. Wakati sijui alifanywa sijui. Na unashangaa hizi vitu zinakuanga wapi kabla hatujainuka? Where were they? Commit your plans to the Lord so that he can establish your vision and your plan. Bwana Yesu asifiwe. Na shida na watu wengi ni kwenda wakitangaza. Wacha nikwambie mwanaume, wacha nikwambie wale unaambia wengine ni mapenina. Kila mtu aseme penina. Kuna mambo mengine unafaa kuzibu. Watu wawe surprise pa haya ndio hii. Haya huko unatuambia ulikuwa unataka niwaambie mfanye nini? Sasa wewe unatangazia kila mtu. Unatangaza hata unaweka kwa Facebook. Niliona wengine hata miba. Unaona dada amepiga miba. Na anapost kwa Facebook. Sure, wengine ni mtoto niliona kingine kamezaliwa hours ashaweka kwa Facebook. Facebook wapendwa inakuwa gani? Simu nijibu kanisa. Facebook ni ya mashetani, ni ya watu wote, wasubu, Waafrika, wachawi, waganga, wahubiri. So what are you telling us? Yaani mtoto wako one day hours umeshaweka. Yaani naangalia watu tu unaona hawajui kile wanafanya. Na ninawavumilia mambo haya kwa sababu sababu basi tuko hapa. Sijui, I don't know who said you have to post everything kwa Facebook. Abia jirani yako kuanzia leo. Be careful. Don't post everything kwa Facebook. What do you want people to see? Hiyo tumbo yako, so what? Okay, uko na miba, so what? Wengine wana post that na huku nyuma. Mimi kama ni gari ningeniita namna gani? So wadada unanisikia? Mimi kama ni gari ningeitwa nani? Na unaposti hapo. Sasa unataka tu like na tu comment. Okay, tumekuita bro box, so what? Honestly speaking, wapendwa, let's understand, kwa media kuna every type of people. Kuna watu wa kijicho kule, kuna waganga na wachawi. The moment you post your picture, from there your problems begins. Don't advertise your vision to everybody. Maono ni vizuri sometimes kuyaficha until the right time. Joseph alichukiwa na ndugu zake kwa sababu ya maono yake. Na yeye alikuwa anawaambianga every step of the way. Nimeona nyota na mwezi zikininamia. Ndugu zake wanasikia. Okay. Hata baba yake ikifika mahali akamwambia ni chao kigokwe. Kwani unafikiria sisi ni tupo hivi? Baba. Eventually si mnajua what happened? Si aliuzwa. Tafadhali, when you have a vision, don't advertise your vision. There are some things you keep to yourself. Wengine maono yako yalianguka kwa sababu ya kutangaza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Simseme amen. Amen. Sasa nasema Bwana Yesu asifiwe, mnakosa kusema Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Sasa ninaenda kuchukua gari next week. Taona kama utaichukua. Enda uchukue, ujaweka pale, simama hapa, shuhudia. Ikiwa wapi? Hatutarudisha Mombasa. Bwana Yesu asifiwe. Abia jirani yako hii mkono yako, mdomo yako zipa. Nani alikuuliza? Si unyamazie mambo yako. Ndio kilete, si ukule kama umenyamaza. Kula kama umenyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Shida. Na hii shida ni ya wale watu ambao they are very green in this area. Please, ninawasihi kwa jina la Yesu. Well, the only person you should share with your with your vision is someone that you trust dearly, and number 2, God. Someone that you dearly trust, and God Himself. Don't announce to the world that this is what I'm doing. Make sure you announce it when it is real. It has come to your hand. Yes. Unanisikia? Yes.
wale mnataka kupost afya zenu kwa Facebook. Kuna watu wako kwa Facebook kazi yao ni kuharibu. Kuna watu maagent kazi yao wametumwa kwa media. They know where to catch people. Ndio maana mnaonaga simba huwa anatembea mahali wanyama wanakunywa maji. Anajua so long as he is within that locality, wanyama watakuja kwa kisima na hapo ndio atakamatia watu. So watu wengi wanakamatwa kwa Facebook na media. Tafadhali, let's be careful. Watu wako watakuweka kwa Facebook. You have to be very careful. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu ninasaidia? Okay, number 2, how do we make our vision or plan work? Number 2, we can make our plan work andika hivi, plan succeed through godly counsel. Plan succeed through godly counsel. Don't go to war without the advice of others. Plan succeed through godly counsel. Maono huwa yanatimia kupitia kwa mashauri mazuri. Plan succeed through godly counsel. Don't go to war without an advice from others. Tafadhali, nimesema hivi, if there is someone you trust who can advise you properly concerning the vision or the plan you have for life, it is always good to seek for those advices. Maana mashauri ni mazuri. Counsel is good. It makes people become victorious in the battle. So plan succeed through godly counsel. Don't go to war without advice. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananishika? Yes. Kuna mtu ananishika? Yes. Kuna mtu anakamata hiyo maneno? Yes. So number 3, human plans, no matter how wise or well advised, cannot succeed without God. Human plans, no matter how wise or well advised, cannot succeed without God. Without God. Ndio maana mnaona watu wengine wanaenda pande ile nyingine kutafuta empowerment, lakini sisi tunaendaga kwa Mungu kutafuta empowerment so that he can empower our plan and that we may succeed. Niliwaambia siku nyingine hapa, niliona mahali watu wanasimama wakitaka kukula mutura. Nani anakulaga mutura hapa? Hii ya Morogoro. Unajua hiyo mutura? Sahi hamwezi jua. Unajua hiyo mutura ya Morogoro? Ile unaandaga unakuta mutura inatoshana hivi. Unajua ni mnyama gani yako na hii kitu yote hii? So siku moja nilipitia hapo nikaona watu wamepaka laini. Na jamaa hapo mpaka na kabutia hoiti. Yeye anajua kazi yake. So what was ile ilikuwa bother was watu wanapagia hii kitu laini, lakini hii mutura yenyewe inanuka. Inachomwa, badala ile harufu nzuri ya nyama inatokana kwa nyama, unasikia inatoka kuoza. Lakini wanaume hata wako na suti nzuri kuliko hii hapa, wamesimama hapa wamepaga laini nzuri, watu wengi. Nikajua huyu mtu hayuko peke yake. Kuna backup. Do you want to succeed in your plan? Have backup. Have a spirit behind it. Kama mwanaume anaweza simama na suti kama hii hapo na aseme nikatie ya dhate, na haendi kukulia mbele hapo. Akimaliza ongeza ya babu na hasikii harufu ya muozo. Ni nini hii inafanya watu wasisikie harufu ya kuoza hiyo kitu? Ni backup. Do you want to succeed in your business? Have a spirit behind it. How do you get this spirit? You pray and you ask God for divine intervention. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilipita mahali town. Sikuwa nimepanga kununua kiatu. Wakati nilipita ni hizi duka za Wahindi. I can tell you for real. Niliingia ndani na nikanunua kiatu. Na wakati nilitoka nje nikafeel in my spirit I have been manipulated. Nikasikia hiyo haikuwa wazo yangu. Sikuwa nimepanga. Na vile nimeingia sikujielewa nimeingia namna gani. Nikajua nimekuwa Bwana Yesu asifiwe.
Nikajua nimefanya nini? Nimejiroroa hivi. Nilinunua hiyo kiatu na wakati hata nilifika huko Mlolongo nilikuta hiyo kiatu haikunipe na haikuwa mzuri. Nikajiuliza what happened? Lakini in my spirit nikafeel sio mimi, that was not me. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hawa watu wanaendaka wanakiamka asubuhi tafadhali ni kufagia nje na wanachoma hizo vitu zao na wanaabudu miungu yao. So that ukipita pale unakamatwa na watu hao. Do you want to succeed in life? Have a backup in your life. Have a backup. Usifikirie ati duka yako ndio special kuliko za wengine. Ni duka gapi tuko nazo hapa Mlolongo? Mali ni ngapi? Si uniambia wapenzi ni nyingi. And what make you think you are special? Ati watu watatoka all the way wakuja kwako. There must be a spirit behind you. If you want to succeed, hata kanisa kama hili wapendwa, msifikirie mnakuja hapa bure. Mmepita makanisa magapi mmekuja hapa? Si ni mengi? Bigger than this one. Why have you come? There is a spirit in this heart that is calling you here. Na itaita wengi watakuja. Let me say this wapendwa, na munishike. People don't succeed because they have expertise. Ati wako na uweredi. Mnajua expertise ni nini? Uweredi. You don't succeed because you know how to do it. You succeed because there is a spirit backing you up. Amen. Yes. Kwa hivyo wapendwa, ninasema kwa hii madhabahu kuna roho. There is a God in heaven who can give you the power to attain wealth. You don't need to go to Egypt. Usiende kutafuta kamote. There is God in heaven who can give you the spirit to attain wealth. Kama mwanaume anaweza sababisha watu wapage laini wakule mutura imeoza. Na hawasikii harufu. It means what? Is a spirit. Na nimeuliza swali na hamu kunijibu. Ni wakati wanakulaga hii mutura. Okay, ni wakati washaikula hiyo mutura ya barabara. God bless you kwa sababu ya kuwa sisi. Sisemi ni baya ni nzuri. Mutura sio baya ni nzuri. Lakini kile ninamaanisha wapendwa, nilikuwa nataka tu muelewe. If someone can make sure ya kwamba amekamata watu wanapangia mutura inaoza laini. What is that? We can do it with our businesses. We can do it with our life. Uwe na influence. Ile watu wanashangaa, what do you do? Maybe it's a spirit. Mimi why do people just love you? Watu wanasikia kukubariki. Nilisema hivi, to succeed, demand favor. No one who gives you anything without a favor. Even money. Watu kukusikia kukubariki ni favor. There is a spirit behind it. Bwana Yesu asifiwe sana. The reason why unang'ang'ana hakuna mtu anaona. Watu wetu wengine ni wakubwa hawaoni. There is a spirit blocking them. Wanakukumbukaga wakikuona na ni wakati wa mazishi ukikutana nyumbani. Haya. Huyu msichana wa dada yako bado wako. Na nakwambia usijali, nikifika town nitakupigia simu. Wewe lazima upate kazi. Akifika town huwa anakumbuka. Mnakutana na yeye ile mazishi hiki. Na mbona huku ni kukusha? Kwa sababu kuna roho inafanya nini? Angalieni hapa, uko wapi? Unaliona? Uko hapa hivi. Wakati wa mazishi? Haya, unakuwa. Wakienda? Ndio maana mnaona watu wengine mpaka wanalaani watu wa shaitani nini? Inawezekanaje alikuwa ndiye mkubwa sijui kwa bidiko na sio wao wanataka kutokusaidia, ni ile roho imekufuata. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, let's understand we will never succeed because we are capable. We succeed because there is a spirit backing our succession. Unanisikia? Yes. Ndio maana mnakuja hapa ninawekea mikono. Sio ati ni kitu kingine na is a spirit. Ni waabukize hii roho muweze kusucceed. You need a spirit. So, wacha tumalizie. We may throw the dice. Andika tu hivyo, nitawaeleza. We may throw the dice, but the Lord determines how they fall. We may throw the dice, but the Lord determines how they fall. What is a dice? What is a dice?
We may throw the dice, but the Lord determine how they fall. Unajua what is a dice? Mwalimu, what is a dice? A device. Rotary balls. Tule tunatupangwa hivi. Tunajipanga. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha hivi. What makes you succeed is not because you know how to throw them. Amen? Ambia jirani yako angalia mbele. Sio vile unajua kuzitu. What makes you succeed? It is because God determines how they fall, how they arrange themselves. Unanisikia? It is God who determines how they arrange themselves. Na ndio maana mnaona watu wengine, you wonder, inawezekanaje? Yaani yeye hata hana shughuli na maisha, hajisumbui, lakini unaangalia maisha yake, it is full of wonders. Niliwaambia hapa siku nyingine, angalia hata waibaji. Angalia ni waibaji wale ambao wamecompromise, wameuza nafsi zao. Do they succeed? Yes. Wanakuwa na backup kiasi kwamba hata akitoa kitu kinakaa useless, hata wewe mwenyewe unasikia kusikiza. Ni nini hii inakufanya usikie kusikiza? Lakini unakuta mwingine ni kadada kazuri kanatoa wimbo. Imejaa Elohim ndani, imejaa Jehova Nisi ndani, imejaa Jehova Jaire ndani, majina yote ya Mungu iko ndani, lakini wimbo yake inasikizwa na kanisa kama hii, hata wengine hawataki kuisikia. You wonder what is the difference? It's the spirit that backs that song. So you can throw the dice, you can do your work, but what makes you succeed in that work? It is God who gives you the impact, the result. Mshahara unaweza pata, but without spirit of God helping you, ndio maana tunatoanga tithe kwanza, that we can invite God in our salary. Unanisikia? Yes. The reason why we give tithe is so that we can invite God in our salary. Unapatia Mungu 10%. In short, tunaambia Mungu karibu. God karibu. That's why it is the first thing you should do when you get salary, tithe, to invite God intervention. When you invite God, it means umealika divinity, spirit in your salary. Ndio sasa ukianza to throw dice, Mungu anadetermine the outcome. Bwana Yesu asifiwe. Una throw dice, Mungu anadetermine the outcome. Lakini ukizthrow without God, utaitana. Hizo ni ngapi? Tunamalizia saa 7. Hizo ni ngapi? Can we repeat them one by one? How do we make our plan succeed? Number 1 tumesema commit your work to the Lord. Your work can be your vision, your work can be your plan, committed to the Lord. Wale hamuombeagi biashara zenu, mkifungua ombeeni. Ndio maana hata pia ukihama kwa nyumba, ombea zile nyumba mnahamia. Don't just shift. Mambo yetu ni spiritual kwa pendo. Wale mnahamahama na hamuombeagi hiyo nyumba, hamuhitaji pastor au watumishi wa Mungu wakuje waiombee. Tafadhali itana iombe, because nyumba zingine hizi mnaona misingi yake ni dangerous, ile hujawaiona. Sio watu wote wameokoka. Kuna watu kabla hawajainua misingi ya nyumba wanazika hata watoto ndani. Amen. Kuna dada mmoja tulienda kwake na hapa chini tukaomba. Na akasudikisha. Baada ya kusudikisha kurudi kwa nyumba within short time, alikuta nyoka kubwa sana imekalia kwa kiti. Na sasa akashindwa, nyoka hii imetoka wapi kwa nyumba, na nyumba yake sio kubwa, ni dogo. Sasa akawa nikiuliza pastor, ilikuwa inawezekana hiyo nyoka ilikuwa kwa ilikuwa huko, lakini buruga iona kwa sababu macho umefungwa. Akataja kitu nikashanga. Aliniambia kwa hii plot yetu ukiingia na mzee unatokaga ukiwa single handedly. Hiyo ndio assignment ya hizo nyoka. Kuhama ni shida, na ukihama unahamaga single. Na ndio maana hata kuna plot zingine ukihama wanakuuliza umetoa wapi pesa ya kuhama. Because they don't understand pesa ya kuhama umetoa. Wanajua kile wamekufanyia huwezi pata pesa ya kuhama. Ndio maana unaona watu wengine plot anabadilika hapa miaka 10. Na ukiangalia plot yenyewe inakaa useless. Hata wewe kualika watu mahali unakaa unajibwa. Tukutane hapo
Normally hii unipatie hizo vitu kwa sababu hutaki akuja. Mahali unakaa panakaa foreign. Lakini kuhama umeshindwa na kwa. Unajua ni kwa nini? Ulikamatiwa juu ya hewa. Na ndio maana nimesema process zingine kuhama chunga, omba na uitane na uombe sometimes. Kwambie Mungu nielekeze. Maana hawa watu mnaona sio wote wa kanisa. Wengine mali yao iko na maagano. Unanisikia? So akiingia naambiwa kama kawaida yetu tupatie sadaka. Sadaka wengine inategemea how long wamekaa na Mungu hiyo yao. Anaweza kuitishwa mifupa ya nguruwe izikwe kwa nyumba, anaweza kuambiwa busi zisichinjwe kadhaa zikwe, anaweza kuambiwa mtoto anazikakwa, wanaweza zivivu. Niliona Wachina wakijenga barabara. Mliona hiyo kakiribu? Wanatupa nguruwe kama 20 kwa ndani alafu zinatupua moto. Hizi barabara zetu. Na sio ng'ambo ni hapa Kenya. Wanatolea miungu yao kafara. Na ndio maana Wachina unaona hata mahali wanajenga watakaki ujue. Unaona kama mahali wakijenga barabara. Si wanafunika. Na most of them zinajengwa nini? Usiku. Alafu wewe unatoka kwa barabara na gari. Uje yote basi. Takuwa unakanyaga mafuta na breki na kanyaga kwa hiki na watu hauoni. Wapendwa, eleweni hivi vitu. They are spiritual. Abia jirani yako tunamalizia. Kwani mmeikiwa na hofu? Msikiwa na hofu, hiyo ndio maisha yako. Ukiingia kwa nyumba, make sure umeombea hiyo nyumba. Make sure hiyo nyumba umeitana itakazwe. Abia Mungu, ninakuhitaji katika hii nyumba. Otherwise masaibu yako yanaweza kuanzia hapo. Kuna pastor fulani alisema aliingia kwa nyumba. Ile nyumba alikaa, alikaribishwa. Yeye hakuwa amejua kuna vitu zilizikwa kwa hiyo nyumba. Na akaanza kuwa na strange encounters. Strange encounters zinamaanisha unakaa unasikia kwa jiko kuna mtu anapika. Unasikia hiyo ni yai inachemuka. Hiyo ni yai imekarangwa. Ukienda kuangalia unakuta hakuna kitu. Lakini si unasikia hiyo ni yai amekaranga kabisa. Sasa kama ni wewe ungedu. Na sio nyumba yake, lakini nyumba ni nzuri sana. Lakini strange encounters, na kuanzia hapo akawa na very rough time. Very hard time. Lakini hakuhama. Alipigana mpaka sasa madhabahu yake yakawa ndio yanaongea sasa, because it is either you shift au upigane madhabahu yako yawe ndio yako na zeni. Ndio maana mnaona madhabahu kama haya tusipoyainua kwa maombi na masadaka, yale madhabahu yanatawala maeneo haya yatakuwa na tuafect. Lakini vile tunazidi kuinua madhabahu haya through offerings, sacrifices na matoleo na prayers, yanazidi kuwa na sauti, na yakiongea maeneo haya ndio huwa yana determine reaction na response ya watu kuja kanisa. Ndio maana mnaona watu wengine wakienda kwa eneo fulani, mtu kama wacha tu nitumie mtu kama Harrison Ng'ang'a sababu mnampenda, akija Mlolongo afungue kanisa, mna expect ya kwenda kanisa sasa hivi? Why? Wewe si mnijibu kanisa, why? The level of the grace. Kuna sehemu ametuikalia, kuna vitu amepigana, they can't hold him. Lakini sisi bado tunaendelea kuinua. Na ndio maana pastor mwingine kupata washika kama hawa kwake ni msamiati. Hata nakuuliza unafanya gani, lakini hakuna msamiati, hakuna magic hapa. Si ni kweli? The issue is let's understand ya kwamba life is spiritual. If you don't do what is required, we will continue struggling. Imagine sio ati pesa huwezi pata wewe. Pesa unaweza pata. Lakini the spirit that is behind you, it is limiting you. So huyo pastor alisema ile hali alipitia mpaka mwisho alienda akauliza mwenyewe, why did you not tell me ya kwamba hii nyumba yako iko na vitu? Akamwambia nilifanya hivyo na purpose. Nilijua wewe ni mtu wa Mungu utashinda. Hata mimi zimenishida na nilikuwa na shida nitasifanya namna gani ziishe, maana mimi ninaona zitaniua. Sasa nikatafuta mshugaji mwenye ako na nguvu. At least tuone kama atapambana. Imagine ya bana kwa hivyo baada ya kupigana hizo vita zote.
Bwana Yesu asifiwe. Sitaki turudie hii topic. Nataka tumalize leo. Please give me 5 more minutes. So andika characteristics of a good vision. Tabia za maono mazuri, characteristics of a good vision. Characteristics of a good vision. Mama fulani alikuwa anafanya biashara na baba yangu mzazi. Alikuwa ananunua vitu kwa duka yake. Ni mzee aliniambia. Huyo mama baada ya kununua walifanya na mzee biashara for a long time. Siku moja sijui alienda akadanganywa mahali fulani, mzee anauza vitu zake bei kali. Kwa hivyo eventually she shifted, akaenda kununua kwingine. Do you know alijileta mwenyewe akaambia mzee, nimefilisika, kwa hoteli nimefunga. Akamuuliza kuni kuliendaje? Mimi sijui, tangu nitoke kwa hii duka yako Sasa what do you think umebadilisha mahali ulikuwa unanunua na hakuna spirit ilikuwa inakufunga kwa hiyo duka. Umeenda kununulia watu ambao wanatumia miungu. What do you expect? Will you succeed? You have to be careful. So, characteristics of a good vision. The vision should answer where you should be in the future. Maono yako yanafaa kukujibu hiyo swali. Utakuwa wapi kesho? Wacha kufida ukiuliza watu mnaonaje? Mnaonaje? Wacha na hizo vitu. Maono yako yatakujibu hiyo swali. Where will you be in future? Na ukitaka kujua utakuwa nini future, angalia maono yako itakujibu. Wacha kufida kusumbua watu hapa. If you have no vision, you will be nothing. You still be the same. Tofauti itakuwa tu ni vile hautakuwa na meno. Utakuwa umezeeka. So the vision should answer where you should be in the future. Number 2, we are looking at the characteristics of a good vision. Tabia za maono mazuri Pastor Goro. Your vision kama ni nzuri inafaa kukujibu hiyo swali. Miaka 10 utakuwa wapi? Maono yako ndiyo yatakujibu hiyo. Maono yako ndiyo itajibu hiyo swali. So your vision should answer you where you will be in the future. Number 2, tunaangalia tabia za maono mazuri. Your vision must be clear. Maono yako yanafaa kuwa dhahiri, sio vague, haieleweki. Wengine ni wanaume hapa mko na mabibi na hata hawajui unaenda wapi na unarudi wapi. Akaunti zako zote hata hawajui. Na by the way wanaume wewe. Bibi yako anajua unakuwa na akaunti ngapi? Tafadhali wanaume mjibu. Bibi yako anajua unakuwa na akaunti ngapi? Wengine mpaka wanajagaga manyumba na bibi hajui. Ati unamfa surprise. Alafu unakufa kabla huja. Nyumba inaenda. Unafikiria serikali iko na pesa ngapi za watu? Bibi yako kuingia kwa kibeti yako ni mwiko. Unajua mwiko? Ni tabu. Wanaume wewe. Na wewe bibi na wewe ukiruhusiwa uingie usiende unachukua pesa huko hadi uchukue. Chukua ile unafaa kuchukua, hiyo ingine uache hapo. Ukionyeshwa account na uambiwe pin usiende kutoa pesa sababu wengine nao ni shida. Ndio maana hatuwaonyeshi. Unakuta umeweka hata simu unaweka pattern kama Azijaribu kwa sababu akiingia kwa simu atakopa. Wanaweza ziviwe. Wanaume wewe. Mabibi waonyeshwe account ni ngapi? Wacha wajue kuna pesa ngapi. Tafadhali, najua hapo wanaume hamutakubaliana. Ni vizuri, it is good for security. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shida nao wanawake wakijua uko na pesa ngapi zinapakiwa. Ndio maana unaangalia wanaficha kabisa. Lakini sio vizuri. Ukikufa kuna a lot of money ambazo zinafaidi serikali kwa sababu ya watu ambao walikosa kuambia familia zao what they have. And it end up kwa hizi mabanki Equity, unakuta mtu alikufa, their family members hawakujua, serikali wanaachua pesa na ni sio vizuri. Unaacha watoto wakiteseka na kuna nyumba ulijenga na huku waambie unajenga mahali fulani. Ni vizuri kuwahusisha. Tuhusishe wake zetu, tuhusishe wale ambao wana matter in our lives. Bwana Yesu asifiwe. Nifanyeni namna hii tumalize. Bwana mnachekia hapo ndani.
Kwa sababu unajua akijaribu aguze hiyo wallet, tafadhali wacheni aguze. Wacha aguze. You never know your wife usipompatia hiyo freedom ya kufanya nini? Ya kuguza. Mimi yangu najua. Namwambia kesi unajua mahali wallet iko. Anadaka anatoa. Sio lazima nimtolee, anaenda anatoa. Si niliambiwa hapa wakati tulifanya harusi, hata yeye tutakufanyisha. Say for good and for bad. In sickness and in health. Si ni kweli? In poverty and in wealth. Si hiyo tulisema. Kwa nini in wealth unataka in poverty unataka mshirikiane? So wamama si nimewatetea? Atiala wamama si nimewatetea? Wale timupatie, lakini mkipatiwa na nyinyi. Sitaki kusikia mambo mengine hapa. Sio unaenda kuvua nguo unakuta kuna gia sawa hapo. Atakuja nakwambia kuna gili moja ulisi. Amwambia haki yangu mimi hakuna kitu ndio. Angalia mahali mtupa hiyo pesa. Kumbe ni wewe ulinyakua. Tafadhali ukipata nguo ya mume wako iko na pesa, mwambie sweetheart, gili yako ndio hii. Amen. Hii sio anakuja jioni anakuta kuku zinanuka huko. Anasema kule kulikuwa na mgeni akwambia hapana. Niliona badala tusubuane. Hiyo gili nikaona ni muujiza Mungu amefanya. Na ukileta shida anakuuliza, si hata wewe utakulia hapa. Sasa unashindwa sasa huyu. Hii ni mambo gani amefanya? Na ndio ilikuwa mbele na nyuma. Kwa hivyo your vision should be clear. Number 3, your vision should be desirable. Tunamalizia. Your vision should be desirable. Maono yako yanafaa yatamanike. Ukiambia familia yako wacha watamani hiyo maono, waanze kuuliza itakuwa lini? Dadi anafanya. Hiyo ni maono mazuri. Unasikia pastor Paul? Hata unaambia akina Zoro. Unawaambia ndio wale excited. Mimi watoto wangu ninawaambia kule tunaenda. Wanajua, they know. Hata ukiuliza watoto wangu they know what we are planning to do. Wanajua. Why do I tell them? So that niliwaambia nilifundisha watoto wangu saving. Kama sasa niko na pesa ya kitu niko na deni yake ya pesa ngapi? Wangu ninaikopata tu. Tonight. Na nina huwa kani nadaiwa. Lazima sasa nikosa tumashiriki. Na pia Chris, hebu chukua hiyo 100 uniandae kendo. Sasa Chris anaandika mahali. Nimekopesha dadi 100. Sasa zaidi nadaiwa nafikia tonight 20. Na I'm very happy about it. Wewe unafikiria mtoto kusave shilingi 300 na hakuli kaimati. Wewe huoni huyo mtoto unajenga nini? Mimi sio pesa nataka wa save. Kuna kitu nataka kudevelop ndani yako. Mimi wakati nilikuwa kijana size ya akili. Ningesave. Mimi. Mkata ikiwa wapi? Singesave. Singesave. Hata ni neema hata mimi save. Maisani amejua kusave. Anasifiki mwaka mzima. Na mwisho wa mwaka ananiambia imefika 500 nimuongeze. Anunue kama sasa saa kitu kama hizo. Na I'm very happy about it. Shirodi alikuwa na shida. Akisave anadanganya mwenzake waende wakule tamu. Lakini sasa wakati aliona ndugu yake ana save, hata yeye ameanza kusave. And I'm very happy. Let's train our children. Waelewe hizi vitu ziingie ndani yao. Na ndio maana nilisema hata kuja kutoa sadaka hapa. Hapana, patia mtoto wako shilingi 10. Unamuonyesha nini? 10. Bao ati utoe pale. Let's train them properly. The reason why mnaona wengine hatuna remorse ya kutoa bao. VJ kuja kanisani 50 bob na simu yako imetumia 500 wiki mzima. Unaleta 50 bob hapa kabla kuja. Unajua ni kwa nini? Ni malezi. Malezi yetu ni mbaya. In fact wakati wetu Jeremia. Shilingi moja ilikuwa pesa mingi sana. Mimi nani alinunua mkate? Ukitaka kujua ni mzee. Nani alikuta mkate ikiuzwa shilingi 5? Kai, kwani tuko na wapi? Mimi mkate nimenunua 5 bob. Mkate.
Amen. Ukiwa na kobole nilikuwa nakula mkate mzima. Na nashukuru Bwana. Sasa nataka kusema hivi wapendwa. Let us train our children. Ndio wakuwe na hiyo mentality ya Mungu. Si unaona siku hizi watoto wanapiga mpaka walimu shuleni. Imagine mwanafunzi anaenda na kemidona hapa yani na kisu na hapa. Mwalimu akileta nyoko. What generation we have? Generation ambayo haijafundishwa kusema no. Haijui no ni nini. Ukimwambia no, anashangaa what are you telling me? Mama yangu hajaniambia no. So hii baba ya mtoto kulia unampatia kila kitu. Nitajinyonga. Shika. Siendi shuleni bila kwa. Hii pocket money nilikuwa napewa pesa zangu. Na nimekulipia fees Kuna watoto wengine nyumba yako wanataka kusoma. Unapewa 150. Sasa 150 utakula mikate ngapi? Na vile mkate ilikuwa tamu wakati wetu. Siku hizi sijui tamu ya mkate ilishia wapi. Mkate ulikuwa kwanza shuleni secondary form 1. Unasikia mkate kwanza ukuwa na hiyo pesa ya kununua kakuota. Tulikuwa tunaita kakuota. Unasikia kupiga dubu. Kesho nitakula kuota. Wacha tumalizie. So, the last one, the vision should be reliable and easy to memorize. Your vision should be reliable and easy to memorize. Number 4, the vision should motivate you and others. The vision should motivate you and others. Number 5, the vision should be, it must give you point and reason for your daily effort. That's the last one. It must give you reason for your daily effort. Wacha nirudie. The vision should be reliable and easy to memorize. The other one, the vision should motivate you and others. Number 5, the vision must give you point and reason for your daily effort. Must give you point and reason for your daily effort. Ile kitu inakufanya usikie kuamka kila asubuhi, hiyo maono inafaa kupatia hiyo motisha. Amen. Mumeandika hiyo. May God bless you. Amen. May God favor you. Amen. May God increase you. Amen. In the name of Jesus. Amen. Tafadhali kuanzia leo, don't plan alone. Sit down with your wife. Plan with her. She is your she should support your vision. Don't do things in secret. Otherwise, you will end up losing great and big if you do things in secret. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata kanisa kama hili, I have leaders in place. I have people who support the vision. I communicate clearly the vision that we have as a ministry, and I make sure they catch it so that we can have easy time. Amen. Kuna mtu amesaidika? Yes. Tafadhali mwaka huu andika maono yako chini. Kama ni gari andika chini. Mwaka huu Mungu ninakuaminia na gari. Kwa sababu ukishaandika hivyo utakuwa na ile discipline ya kusave na utakuwa na pia katika hali ya kutafuta jinsi ya kupata hiyo pesa upate hiyo kitu. But you never achieve if you don't plan, if you don't have vision, you never achieve it. No matter how good and well able you are, you never achieve because you achieve what you plan for. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu amesaidika? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wetu nikimalizia kabisa ni saa 7. Nikimalizia watoto wetu nataka muwafundishe. Tufundisheni watoto wetu. Mtoto akiitisha sio lazima apewe kila kitu. There are some things you deny mtoto deliberate. Amen. Sio kwa sababu unasema ninataka kuku, shika. Ninataka hii, shika. Utaharibu mtoto. Wacha ajue gharama ya hizi vitu. Ajue kuna kukosa. Ajue sometimes you can ask and you don't get it. Hata ikiwa unalea mtoto wako psychologically, atakuwa mtu emotionally stable. Amen. Lakini hawa watoto tunalea ambaye hajawahi kusikia kitu kama no, he will kill for that no. Ndio maana wanaenda shule wanachoma. Wanajua, niliona shuleni mimi nikiwa shule kulikuwa na vijana wakisikia hakuna video. Maana shuleni kuna duanga especially high school. Sometimes kuna kuanga na zile siku mna watch videos. Mnajua hivyo? High school
wakisikia hakuna video wanachoma bweni. Hiyo it's enough reason ya kuchoma bweni. Just imagine. Na wewe saa hiyo diuki, hata kama kuna video hakuna. Hata video umeionea shule. Si ni kweli? Lakini Mungu atusaidie. May God bless you. Amen. May God favor you. Amen. May God increase you. Amen. May God fight your battles. Amen. May you become the head Amen. and never the tail. Amen. In Jesus' name. Amen. May God give you wisdom Amen. to overcome Amen. and to plan wisely. Amen. This year may it be your year Amen. to achieve your visions. Amen. In Jesus' name. Amen. I bless your going out. Amen. I bless your coming in. Amen. May next week favor you. Amen. May you be remembered. Amen. Walio na madeni zako wakulipe. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Na amrisha anga zenu zifunguke. Amen. Biashara zenu zipone. Amen. Familia zenu zipone. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Ninawabariki. Amen. Nabariki kutoka kwenu. Amen. Nabariki kuingia kwenu. Amen. Na kulala kwenu mmebarikiwa. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Tumefika mwisho. May God bless you. May God bless you. Tutakuwa na vijana jioni.